kubwa na ushuda unasalia katika malangoni pa Bwana. Sema imani. Kwa hivyo Bwana Mungu wa Israeli anakusudia kwa siku na kama ya leo ya kwamba kama na jamii ya PPTM tukapate kuelewa katika viwango kama na ilivyo umuhimu na nguvu katika kutenda katika mamoja. Sema imani. Maana Waswahili walisema ya kwamba kidole kimoja ama kucha moja haliwezi likaua chawa. Sema imani. Ina maana ya kwamba lazima kuweze kukuwa na muunganiko wa mbili ndiposa kutapata kuwa na nguvu. Sema imani. Haleluya. Suleimani akasema katika mambo haya ya kushikamana katika viwango vya ndoa ya kwamba mmoja hawezi pata joto alalapo peke yake, ila wawili wanapolala wanapata joto. Sema imani. Ina maana ya kwamba watu wanapotenda katika mamoja kuna vitu vikubwa, vitu vikuu vinatendeka ni kwa utukufu wake Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Tena maandiko ikasema na mtumishi wa Mungu Amosi ya kwamba je, wawili waweza tembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Sema imani. Ina maana ya kwamba imetupasa sisi kusalia katika mamoja. Haleluya. Yani sisi tulio wengi tukapate kuenenda katika limoja ili tukapate kueneza utimilifu wa Kristo. Amen. Haleluya. Yani wakati wote unapotembea, unapokuwa katika hali ya mtazamo, jua yakini ya kwamba hesabu ya Yesu Kristo ambayo iko triona imetimilika katika mamoja. Sema imani. Maana unapoona Roho wa Bwana, unapoona Mungu na uone Baba, ona sasa Mungu. Sema imani. Haleluya. Kwa hivyo siku na kama ya leo Bwana Mungu wa Israeli amenijalia neema hii ili nikapate kusema na malango yake Bwana wakapate kuelewa popote pale jinsi kulivyo na nguvu na uweza katika kutenda katika limoja. Sema imani. Iwe katika miji, iwe katika ndoa, iwe katika mahali palisho, yani watu watakaposalia katika nia moja, kauli moja na mapendo mamoja, hapo ndipo watakapokuwa wanaona ushindi wa Yesu Kristo. Mahali pale watu watapata kufuzu, mahali pale watu watapata kutenda mambo makubwa. Lakini utakapokuwa umetofautiana ama mumetengana, basi udhaifu umekwisha patikana. Tena ni rahisi adui kuingia katikati mwenu na kuwapepeta. Haleluya. Kwa hivyo kwa siku na kama ya leo, nina haja siku na kama na hii tukaweze kutambua katika viwango na kuanza kujumuika kwa pamoja. Na kwa maana sisi kama na kanisa, Bwana wetu ametufananisha kama na mawe, naye anasema ya kwamba tumepata kuungamanishwa kwa pamoja ili jengo la Kristo likapate kutendeleka. Kwa hivyo ninaponena ni mawe yaliyo mengi ambayo imeungamanishwa kwa ajili ya kufanya jengo limoja ambao ni mwili wa Yesu Kristo. Sema imani. Haleluya. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nina haja ukapate kunifata kwa karibu ili ukapate kuelewa kama na ilivyo muhimu ni kwa ajili ya kuwa katika mamoja na kudumu katika upendo. Ni kwa sababu panapokuwa na pendo, basi umoja utajigenereta. Panapokuwa na umoja, ina maana ya kwamba pendo lipo katikati mwao. Sema amen. Lakini uonapo ya kwamba kuna utofauti, basi hamuna pendo. Haleluya. Uliza jirani yako, je, unapenda? Andiko tangulizi tunapata katika Yakobo 3:14. Tasoma hadi pale mstari wa 18 ili tukaweze kusikia Bwana amekusudia lipi. Taka mtu wa Mungu katoke mahali uliko ili ukafike tena katika eneo ambalo Bwana ako na haja nayo. Sema imani. Ili tukapate kuona uweza wa Bwana kama na ulivyo mkuu katika maisha ya wana wa watu. Aliyepata soma pamoja. Kitabu ni Yakobo mlango wa 3:14. Kitabu ni Yakobo sura ya 3 mstari wa 14. Lakini mkiwa na wivu
Lakini mkiwa na wivu, wenye uchungu na ugomvi miongoni mwenu, wenye uchungu na ugomvi miongoni mwenu, msijisifu, wala msiseme uongo juu ya kweli. Haleluya. Amen. Bwana Mungu wa Israeli anamnenea mtumishi wake Yakobo ili akapate kunena na kanisa lake ya kwamba kutakapokuwa na hali na kama na hii katika kusanyiko, ili mtu wa Mungu asije kagafilika. Biblia inasema ya kwamba uchungu wapo katika maisha ya mtu. Kuna uwezekano mtu huyo atasema uongo dhidi ya kukanusha ukweli wa Bwana. Sema amen. Lakini kwa ajili ya kanisa la Bwana ambalo Bwana Mungu wa Israeli ako na haja nalo likapate kuenea, ako na haja likapate kuenea katika mapendo na umoja wa Yesu Kristo, ndipo Bwana Mungu wa Israeli anasema ya kwamba ninyi mtakapokuwa pamoja wenye shina katika Bwana, basi uchungu wa namna hii usije ukapatikana ndani mwenu. Ni kwa sababu gani? Uchungu huo wanaenda kunena uongo juu ya ukweli katika hali ambayo haistahili. Na Bwana Mungu wa Israeli ana haja kanisa likapata kuelewa katika viwango vyote ya kwamba mdumupo katika sala, katika mamoja, hapo ndipo mtakapotimilika katika Bwana. Amen. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu. Hekima sio ile inayoshuka kutoka juu. Bali ni ya dunia. Hekima ni ya kidunia, ya tabia ya kibinadamu. Nina tabia ya kibinadamu na shetani, na tena ni ya kishetani. Sema amen. Yani hekima ya kukanusha ukweli kwa uongo, hekima na kama na hii Biblia inasema ya kwamba ni hekima ya kibinadamu, tena ni hekima ya kishetani. Lakini Bwana ana haja na lipi? Ya kwamba sisi ambao tumeokolewa kwa taraja. Amen. Na kwa kuwa sisi tunatarajia, basi tukasalie katika pendo, tukijua yakini ya kwamba tudumupo katika mapendo ya Kristo. Hapo ndipo Ukristo wetu utakapotimilika. Tena tutajiepusha katika hali ya kunena uongo ili tukakanushe ule ulio ukweli. Haleluya. Sema amen. Songa mbele ndugu yangu. Mstari wa 16. Maana hapo palipo wivu, palipo na wivu, yes, na ugomvi, ndipo palipo machafuko. Hapo ndipo palipo na machafuko na kila tendo baya, pata kiti. Sema amen. Amina. Haleluya. Amen. Maana hapo palipo na wivu na ugomvi ndipo palipo na machafuko na kila tendo mbaya. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu wa Israeli ako na haja kanisa la Bwana likapate kutimilika katika mamoja na mapendo. Sema amen. Amen. Haleluya. Amina. Hii ndio amri kuu ambayo Bwana Mungu wa Israeli ameweza kuitenga katika amri zote, ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Haleluya. Amen. Tena akakuja katika New Testament akasema ya kwamba na atakaye kuwa ametimilika katika amri ni ya kwamba ampende jirani yake kama anavyojipenda yeye mwenyewe. Haleluya. Sema amen. Hivyo ninasema nini? Ya kwamba pendo litakapokuwa ndani ya mtu, basi mtu huyo hatakuwa na hofu. Maana hofu inapoingia mtu, jua yakini ya kwamba pendo limetoka. Kwa hivyo pendo litakapokuwa limetoka na hofu imeingia, huyo mtu atajikuta akiwa ananena ndani ya moyo mambo yasiyofaa, mambo yasiyomsaidia, mambo yasiyoweza kueneza kazi ya Bwana, mambo yasiyoweza kujumuisha, ndiyo yatakayokimbia katika akili zake. Lakini kwa siku na kama ya leo, nina haja kanisa la Bwana tukakulia katika pendo la Bwana. Maana palipo na upendo pana amani, palipo na upendo pana umoja, palipo na upendo pana uwiano. Lakini mahali pale ambapo dhuluma imepata kuchipuka katika moyo wa mtu, jua yakini ya kwamba hakuna kitu kizuri kitakachotoka katika mahali pale.
Hallelujah. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Sasa Bwana ananena nasi akituambia pale ambapo pana ugomvi na pana wivu, hapo ndipo matendo mabaya yamejaa. Sitambui, uweza kuwa moyo wako umejaa mambo yasiyoweza kusaidia. Sema amen. Amen. Mwambie Bwana akupe tunda la pendo katika maisha yako. Uweza kuwa ya kwamba moyo wako unawayawaya kwa mambo yasiyoweza kufaidi. Ambia Bwana regesha tunda la pendo. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amina. Wacha hofu. Ondoa hofu katika moyo wako. Ondoa mashaka katika moyo wako. Pendo limesitiri mambo yote. Pendo limebeba yote. Sema amen. Amen. Utukufu wake Bwana. Hallelujah. Amen. Andika upendo. Wale wanaoandika kwa lugha ya Kimombo love. Tuangalie jinsi pendo kile ambalo tunalizungumzia limefanya nini maishani mwetu. Upendo umefanya nini katika maisha yetu? Hata kujumuika kuna ambako tumejumuika siku ya leo, kama haungelikuwa upendo wa Kristo, leo hii hatungelikuwa hapa. Amen. Amen. So Bwana amefanya kazi kubwa katika pendo ambalo alilotupenda sisi. Sisi ambao tulikuwa mbali, sisi ambao tulikuwa tumefarakanika tena adui katika nia zetu, sisi ambao tulikuwa tumetengwa ni kwa sababu ya matendo yetu mabaya, sisi ambao tulikuwa tumetengwa ni kwa sababu ya mienendo zetu, sisi ambao tulikuwa tumetengwa ni kwa sababu ya hali zetu za kimaisha, sisi ambao tulikuwa tumetengwa ni kwa sababu ya kasumba za kwetu. Siku na kama ya leo, kwa pendo lake Bwana Mungu wa Israeli ametupatanisha tena, ametuungamanisha tena, ametuketisha kwa pamoja, ambao hatungeliweza kuitikiwa hata kusimama mbele za watu. Pendo la Kristo limetufanya siku na kama na kinasi tunaweza simama mbele za watu tukapate kunena neno la Bwana na nena na kanisa la Bwana, ili wakaone kama na ilivyo ukuu na upana na uweza jinsi ambavyo Bwana ametenda maishani mwetu. Hallelujah. Kama alingelikuwa neno pendo juu ya msalaba. Amen. Nataka ukajiulize ningelikuwa wapi? Kama si wewe Yesu ningekuwa wapi? Kama si wewe Bwana ningekuwa wapi? Hallelujah. Amen. Kama sio huyu Bwana. John 3:16. Kama hangelikuwa huyu Yesu, kiburi changu kingeniweka wapi? Fedha zangu ninazojiona zingeniweka wapi? Nguvu zangu ambazo ninajivunia zingenipeleka wapi? Hallelujah. Amen. Leo hii ningelikuwa kitu kinachofanana vipi kama hangelikuwa huyu Yesu Kristo kunifia? Jamii ilikuwa imedharauliwa. Miji zilikuwa zimedharauliwa. Kila siku anauliza, je, chema chaweza toka mahali pale? Lakini Bwana kwa kutuifia msalabani, leo hii upo hivyo, ni kwa sababu ya pendo la Bwana. Soma pamoja nami Yohana Mtakatifu mlango wa 3. Yes. Mstari mdogo wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Akamtoa mwanawe wa pekee ili yeyote awaye. Sema amen. Haina desturi, haina sheria ya kwamba ukitaka kuamini ni lazima Biblia inasema ya kwamba yeyote aminie basi asikapotee, bali akapata uzima wa milele. Sema amen. Jambo na kama na kile ndilo linaacha kanisa ikapata kutambua ya kwamba utakapokuwa umeamini. Lakini nataka ujue yakini ya kwamba kuamini kunakuja kabla, kunakuja baada ya kupenda. Maana hauwezi niamini iwepo haujapendezwa nami. Amen. Sema amen.
Wacha nikaseme katika pendo la ndoa ya kiasili. Sema amen. Amina. Pendo kwanza ni wazimu. Pendo ni pumbavu. Amen. Pendo ni kipofu. Haleluya. Maana pendo naweza mtoa mtu hapa Nairobi nikampeleke Tanzania ni kwa ajili ya kupoza. Sema amen. Hilo ni pendo. Iwe umeona kwa mtandao, iwe mlisoma, iwe mlifanya nini, pendo litakusukuma ufike mahali pale. Sema amen. Amina. Si ya kwamba umeenda mahali pale kwa sababu hakuna watu huko unakoishi, watu wako, lakini pendo limekusukuma. Sema amen. Sasa pendo na kama nakili ndilo ambalo linanenea katika ndoa yetu ya kiroho ambayo sisi tumepata kupozwa. Tunataraji tukapata kufunga harusi yetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka ukaone pendo hili kama na lilivyo ni kuu zaidi ya lile pendo ambalo sisi tumo siku ya leo, kama linavyotenda makubwa kuliko lile pendo ambalo wewe unalililia katika hali ya kiasili. Sema imani. Amen. Pendo la Bwana lilimfanya akamtoe mwana wake ni kwa ajili yako. Sema imani. Nani ambaye ako na uwezo wa kumtoa mwanawe ni kwa ajili ya mwingine? Hamuna mwanadamu. Lakini Bwana wetu alimwachilia mwana. Sema imani. Haleluya. Hata baba wetu wa imani alipokuwa katika pilika nusra akapata kumtoa mwana wake, Bwana alibadili na sadaka nyingine. Sema amen. Ina maana ya kwamba Bwana alikuwa ametenga ya kwamba Kristo Yesu ambaye ni Masihi atakapokuja, yeye ndiye atakaye kuwa kitoleo cha kipekee ni kwa ajili ya ukombozi. Sema amen. Maandiko inasema aje? Yeye aliyekuwa tajiri amejitwalia laana yetu ambayo sisi tuliokuwa tumelaniwa, ili tusiishi tena chini ya laana bali tukapate kukombolewa. Sema amen. Kwa hivyo siku na kama ya leo, lile pendo limetenda pakubwa katika maisha ya mtu katika viwango visivyoweza kuelezeka. Kwa hivyo nahitaji mtu wa Mungu ukapate kuelewa katika mapana marefu na kimo, kama na pendo hili jinsi ambayo linavyotenda katika maishani mwako, ili ukaelewe katika viwango ya kwamba Bwana alikuwa na mfumo huu tangia pale mwanzo, ya kwamba wewe ukapate kuwa mtumishi wake. So usikaishi ni kama wewe ni miliki yako. Sema amen. Usikatende ni kama wewe unafaa. Usikaenende ni kana kwamba hapana. Jua yakini ya kwamba umekwisha nunuliwa kwa damu ya bei kali. Na wewe umenunuliwa kwa malengo ya kumtumikia Bwana, kutokana na lile pendo ambalo lilolidhihirisha juu ya mti. Sema amen. Haleluya. Kama haungelikuwa upendo uliokuwa umemjaa, basi angelisema ya kwamba na kila mmoja ajifie. Amen. Lakini kwa sababu Bwana alitupenda sisi, akaona ya kwamba imenipasa mimi kumuifia mtu. Haleluya. Sema amen. Kwa hivyo jinsi Bwana amemtoa mwana wake akapata kuandikwa juu ya mti, haijalishi watamupiga kwa mijeledi tu peke yake, haijalishi watamdunga wa mnyonge, haijalishi watamwangika, haijalishi watamdunga mkuki, haijalishi watamwandika kwa mawe, haijalishi, lakini kila ambacho alichokitaka ni ya kwamba akapata kuifia jamii ambayo itakayemwamini na kumfuata yeye. Kwa hivyo siku na kama ya leo, kama na ulivyokwisha kubali ya kwamba nitamfuata. Amen. So tambua yakini ya kwamba sasa wewe si mali yako, wewe ni mali ya Bwana. Haleluya. Wewe ni mali ya Kristo. Enenda tena kama mali ya mtu. Amen. Jitunze ukijua ya kwamba ewe ni mali ya Bwana. Sema amen. Ungamanika katika pendo hili ukijua yakini ya kwamba ulikwisha nunuliwa. Lolote unalolitenda litende ukitambua ya kwamba sasa wewe ni wa Kristo. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Kwa hivyo siku na kama ya leo, nina haja unaposalia katika pendo la Bwana, mpende Bwana kwa moyo wako wote. Deuteronomy 6:4. Mpende Bwana kwa moyo wako wote. Mpende Bwana kwa nguvu zako zote. Mpende Bwana katika viwango vikubwa, sio kumpenda tu kwa kupapasa. Haleluya. Kanisa la Bwana, tusimpende Bwana na viwango,
Niwapo katika raha mpende Bwana, niwapo katika shida msimpende Bwana. Kama vitu vimekubaliana nami nimpende Bwana, kama vitu vinanikataa msimpende Bwana. Soma pamoja na pendo la Kristo. Kitabu ni Kumbukumbu la Torati, sura ya 6 mstari wa 4. Yes. Sikiza, Israeli, ewe Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Bwana ni mmoja. Mstari wa 5. Nawe mpende Bwana, Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amina. Hili ndilo penda ambalo Bwana ako nalo haja kanisa la Bwana. Ya kwamba mwache tukampende Bwana kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote. Maana Bwana Mungu wa Israeli ako na haja nasi. Hallelujah. Bwana ako na haja nasi. Amen. Hallelujah. Amina. Sio tumpende tu kwa mdomo. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Simpende Bwana kwa ulimi tu. Amen. Hallelujah. Amina. Bali tumpende Bwana toka ndani ya moyo. Penda Bwana toka ndani ya moyo. Sema amen. Amen. Wacha akili zako pia zidhihirishe ya kwamba nampenda Bwana. Mawazo yako yadhibitishe ya kwamba nampenda Bwana. Amen. Songa mbele ndugu yangu. Mstari wa 6. Na maneno haya ninayokuamuru leo, yatakuwa katika moyo wako. Yawe katika moyo wako. Lindo na agiza ambalo Bwana anaagiza kanisa. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amina. Ya kwamba maneno haya yasikatoke katika moyo wako. Maneno haya usikakose kuyatendea. Maneno haya usikose kuyafuata. Bali siku zote za maisha yako neno hili likasalie ndani mwako. Mpende Bwana Mungu wa Israeli na nguvu zako zote na moyo wako wote katika nguvu. Yaani penda Bwana pasipo kuweka viwango. Ili wakati wote salia kumtukuza Mungu ukithibitisha ya kwamba Bwana amekuifia wewe. Amen. Mstari wa 7. Yes. Nao wafundishe watoto wako kwa bidii. Wafundishe watoto wako kwa bidii. Hallelujah. Kanisa likapate kufundishwa kwa bidii. Katika malangoni petu tukafundishane kwa bidii. Katika vitongoji na vijiji tukapate kufundishana kwa bidii. Ya kwamba watu wa Mungu ambao walio miliki ya Mungu wakapate kuwa na pendo la Kristo ndani mwao. Wasiwe watu wa ugomvi, wasiwe watu wa kujikinai, wasiwe watu wa kujivuna, wasiwe watu wa kujiinua, wasiwe watu wa kujiona, bali watu wasalie kuwa katika pendo. Pendo halijivuni, pendo halijiinui, pendo halijioni. Nahitaji watu wa Mungu wakapate kuelewa katika viwango vikuu ya kwamba neno hili lisije likaondoka katika mioyo yenu. Amen. Na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Ukayanene unapoketi malangoni pako. Na utembeapo njiani. Na hata unapotembea njiani. Na ulalapo. Hata unapolala kitandani mwako. Na uondokapo. Na hata unapoondoka. Yani popote pale pendo likadhihirishe. Mstari wa 8. Yes. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Ukayaweke katika mimo ya milango. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Hallelujah. Yani yawe dalili katika malangoni pako. Wanapotembea wakaone pendo la Kristo. Wanapokutazama waone pendo la Kristo. Maana pendo la Bwana inaleta utofauti. Inamfanya mtu akaonekane kiutofauti. Yani mtu ambaye aliye na pendo la Kristo ni mtu ambaye hajiinui, ni mtu ambaye hajioni, ni mtu ambaye hajitukuzi. Ila anangojea akapate kuinua na kutukuzwa na watu wengine. Amen. Naye atakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Mstari wa 9. Yes. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako. Na juu ya malango yako. Yes. Soma tuko. Mstari wa 10. Yes. Tena itakuwa atakapokwisha Bwana
Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowapia babu zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ya kuwa atakupa miji mikubwa mizuri isiyojengwa wewe. Mstari wa 11. Na nyumba zimejaa vitu vyema vyote usizojaza wewe, na visima vimefukuliwa usivyofukua wewe, mashamba ya mizabibu na mizeituni usiyoipanda wewe, nawe utakula na kushiba. Haleluya. Amen. Ya kwamba pendo hili litakaposalia ndani mwenu, kuna vitu ambavyo vitapatikana maishani mwako usivyoweza kujing'ang'ania. Amen. Sema amen. Amina. Kuna visima ambavyo vitafukuliwa ambavyo wewe haukufukua. Kuna mizabibu ambayo utakaichuna wewe ambayo haukuweza kupanda. Amen. Haleluya. Amina. Haujakutana na mtu unapendeza tu, anaamua ndugu tembea na hiyo. Haleluya. Amen. Pendo la Kristo. Amen. Ndio Bwana anasema ya kwamba kuna vitu ambavyo wewe utavipata pasipo na hata wewe kugharamika, ila pendo la Kristo litakupatia. Sema amen. Amina. Pendo la Bwana litafanya ipatikane kwa malango yako. Utapata kupigiwa budget kwa sababu ya pendo la Kristo. Amen. Amen. Lakini mambo haya Bwana atakapokuwa ametenda, wewe usije ukawa mtu wa moyo wa kujiinua. Haleluya. Sema amen. Amen. Bali sadia kumtukuza Bwana na kumpenda Bwana. Lakini jambo hili nataka tunapoendelea tukapate kulielewa katika viwango ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli hawezi akashuka katoka juu mbinguni aje ukapate kumwona, lakini pendo lake nalitaka ukapate kudhihirisha kwa yule ambaye uko naye. Amen. Usipodhihirisha pendo kwa mwanadamu unayemuona, utadhibitishaje pendo lako kwa Mungu usiyemuona? Haleluya. Kanisa la Bwana. Amen. Tupendane sisi kwa sisi. Amen. Pendo lako ndipo likamilike. Pendo lako ndipo likapate kutimilika. Kwanza, je, unapenda uliye naye? Sema amen. Amen. Je, unampenda? Je, unapenda dada yako? Je, unapenda ndugu yako? Je, unapenda dada katika Kristo? Je, unampenda ndugu katika Kristo? Sema amen. Amen. Haleluya. Amina. Yakobo amesema ya kwamba palipo na wivu na ugomvi ndipo palipo na machafuko na matendo mabaya. Sema amen. Amen. Kwa hivyo tutashinda ubaya kwa upendo. Haleluya. Pendo linapokuwa ndani mwetu, ubaya hauwezi ukakuja. Amen. Pendo linapokuwa ndani mwetu, kiburi hakiwezi kikapatikana. Pendo linapokuwa ndani mwetu, sisi hatuwezi tukajikinai, hatuwezi tukajiona, maana pendo la Bwana limetawala. Sema amen. Amen. Nahitaji mtu wa Mungu kasalie kujiangalia. Je, pendo naweza kukuwa limetoka? Amen. Amen. Naweza kukuwa nafululiza safari na pendo la Bwana halipo ndani mwangu. Rejea katika njia panda. Haleluya. Sema amen. Amen. 1 John 3:11. 1 John 3:11. Mwingine afungue 1 John 2:4. 1 John 3:11. Tasoma Yohana wa kwanza 3:11. Maana hii ndiyo habari mlioisikia tangu mwanzo, ya kwamba kwa maana hii ndiyo habari mlioisikia tangia pale mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. ya kwamba tupendane sisi kwa sisi kama na kanisa. Haleluya. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Bwana anasema ya kwamba hii ndiyo habari mliokwisha isikia, ya kwamba ndugu, dada, mkasalie katika pendo la Kristo. Sio pendo ambalo linalotokana na matakwa ya mwili.
Sema amen. Ile pendo lile linalomtukuza Bwana, tukijua hakika ya kwamba sisi ni wana wa Kristo. Kwa hivyo kama na Bwana alivyotupenda, nasi tukasalia katika pendo. Habari imesikika, asiyeweza kusikia basi wamuonyeshe kwa ishara. Sema amen. Hii ndiyo habari, kanisa la Bwana, ya kwamba tusalie katika pendo. Je, kanisa la Bwana tuna upendo? Hilo ndio swali ambalo ninahitaji mtu akajiulize. Je, nina upendo? Je, nampenda Mungu wangu? Je, napenda ule wito ambao Bwana aliniitia? Je, napenda ile kazi ambayo mimi ninafanya katika nyumba ya Bwana? Napenda. Haleluya. So, hii ndiyo habari ya kwamba pendo. Endelea ndugu yangu. Si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamuua ndugu yake. Yes. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya. Amen. Haleluya. Amen. Ya kwamba pendo letu lisiwe pendo la unafiki kama lile pendo la Kaini. Haleluya. Amen. Tukiwa tumejumuika, pendo linakuwa. Lakini kila mtu akirudi kwa malango yake, hamuna pendo. Tunasema Yesu ni Bwana. Tunasema Bwana mgani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. So Biblia inatuonya, hii ndiyo habari ya kwamba tusiwe na pendo kama lile Kaini alilokuwa nalo. Kaini akamuonyesha ndugu yake ya kwamba anampenda, twende. Kumbe ana nia ya kwenda kumgandamiza pale jangwani. Halo. Amen. Pendo kama na lile Bwana analikataa katika kundi lake. Hamuna haja nijifanye ninapenda kumbe sipendi. Amen. Sheria ni mbili tu. Upende ama ukose kupenda. Full stop. Zaidi ya hii hakuna ingine. Halo. Is either umpende ama ukatae. Mambo ni mawili. So nahitaji kanisa la Bwana lichukue moja. Kama unapenda, penda. Kama hautaki, wachana naye. Amen. Amen. Kwenda hiyo kukataa itakufanya upate nafasi uone bingu, kuliko usalie katika hali ya kuwayawaya. Soma pamoja nami. Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya, na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Matendo yake yalikuwa mabaya. Songa mbele. 13. Ndugu zangu, msistaajabu. Yes. Ulimwengu ukiwachukia. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani. Yes. Kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Sema amen. Amen. Ya kwamba awaye yote asiyekuwa na pendo ndani mwake, yeye anakaa ndani ya mauti. Amen. Ulikwisha kufa kitambo. Kwa hivyo it is your time now to revive the fruit of love. Amen. Amen. Ndipo ukakae katika uzima wa milele, ni lazima ukapate kupenda. Lakini sio pendo la unafiki, ni pendo la kweli. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mpende Bwana wako kwa ukweli. Mpende Mungu wako kwa ukweli. Mtumikie kwa ukweli. Sema amen. Asipo kushurutishwa. Ukijua ya kwamba namtumikia Bwana wangu, ninatoa kwa sababu ya Bwana. Hello. Amen. Sema amen. Amen. Sio kwa kutenda nikana kwamba umesukumwa. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Hallelujah. Amen. Soma mstari wa 15. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Hallelujah. Amen. Na remember, wakati mmoja tulipokuwa tunajifundisha mambo ya laana, Biblia inasema katika Samueli ya kwamba dhambi ya uasi ni sawa na ushirikina. Amen. Hello? Amen. Sema amen. Amen. Na siku ya leo dhambi ya chuki ni sawa na kuua. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo kanisa la Bwana, ndiposa sisi tukapate kutimilika ndani mwa Bwana Mungu wa Israeli. Imetupasa sisi tukapate kuwa na pendo. Kwa hivyo ninapochukia, mimi nimekwisha ua. Kwa hivyo aliyeua katika kuwa kwa asili na yule ambaye amechukia, basi huyo ametenda tendo moja. Amen. Hukumu zao ni moja.
Lakini heri sisi ambao siku ya leo tuna utambuzi huu ya kwamba kwa kuchukia sisi tumepata kuwa. Kwa hivyo tukaanze kupenda. Halo, Amen. Ondoa chuki ndani mwako, ukamchie Bwana. Sema amen. Amen. Unamchukia mume wako, unamchukia mke wako, unachukia watoto, unachukia jirani, awaye yote unamchukia, unaua. Amen. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo ni wakati ambapo tunapoenda kumrejelea Bwana. Tubu, kwa sababu kama ulichukia umeua. Sema amen. Amen. So lazima ukapate kuregesha pendo ndani mwako, ndiposa tena utapata kuhesabika kuwa kundi la Kristo. Kama pendo halijarejea, basi wewe upo mbali na Bwana. Amen. Sema amen. Amen. Soma mstari wa 24. 24. Naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake yeye, naye ndani yake. Yes. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Hallelujah. Amen. So amri ya Bwana ni ya kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe. Mpende Bwana Mungu wako na nguvu zako zote na mali yako yote. Amen. Amen. So iwepo hauna ino sheria haitendi kazi ndani mwako, basi umekwisha kukana hata Bwana. Tena Roho wa Bwana hayupo ndani mwako. Halo. Kwa hivyo kwa ajili ya siku ya leo ni kwa sababu sisi tumekwisha nyweshwa uno Roho wa Kristo, basi pendo lisitoke ndani mwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Tusalie katika pendo. Halo. Penda jirani yako. Jipende wewe mwenyewe. Penda watoto wako. Penda mume wako. Penda waye yote ambaye anasogea katika malangoni pako. Usijivune, usijione, usijiinue, usijipige kifua. Disregarding of your status. Amen. Amen. Wacha pendo likatawale. Pendo la Bwana likatawale. Pendo la Kristo likatawale nafsini mwako. Amen. Amen. Aliyepata 1 John 2:4 asome pamoja nasi. Pendo la Bwana. Bwana akona haja tukasalie katika pendo. Soma pamoja nami tukakomboe wakati. 1 John 2:4. Yes. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Yes. 5. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kwa kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. Amen. So pendo la Bwana linatimilika ndani ya wana wa Bwana kwa kulishika neno la Bwana na kulitendea. Amen. Na iwepo halitendi kazi ndani mwako, pendo halipo. Amen. 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 Na yule asiyeshika sheria basi yu mbali na Bwana. Na sheria ya Bwana imekwisha timilika ya kwamba mpende Bwana, mpende na jirani. Jirani ni nani? Awaye yote katika nyumba ya Bwana. Aliye awaye yote ambaye kule unakoishi, huyo ni jirani. Hata watoto wako waweza kuwa jirani. Mke wako anaweza kuhesabika katika jirani. Mume wako anaweza kuhesabika katika jirani. Sema amen. Amen. Awaye yote ambaye unaweza patana naye hata katika chombo hiki tunachoabiri ni jirani yako. Je, wampenda? Sema amen. Kwa hivyo kama pendo halipo, umekwisha mkaa na Bwana. Na tunapomkana ni sawa na kumregesha juu ya msalaba. Je, tumemregesha juu ya msalaba mara ngapi? Kanisa la Bwana. Tunapokuwa tunamkana Kristo katika kutokuwa na pendo la Bwana ndani mwetu, basi sisi tumekwisha mwangika tena juu ya msalaba, tumekwisha mrejesha juu ya mti, tena tumempatia mijeledi, tena tungali tunamdunga kwa mkuki, tunamgonga kwa misumari. Basi Bwana anasema ya kwamba neno lake nalo tukaweze kulipenda, ili pendo lake likasalie kuwa ndani mwetu. Amen. Hallelujah. Amen. Neno la Bwana ni Bwana. Hivi ndivyo ambavyo amenenea Yohana. Mwanzo alikuwa neno. Neno aliyekuwa kwa Bwana. Neno akafanyika mwili, ambaye ni Yesu Kristo. Amina.
Haleluya. Kwa hivyo sisi tutakapokuwa tunapenda neno la Bwana, tumeumpenda Bwana, na kama pendo la Bwana lipo ndani mwetu, basi na tupende na wale ambao Bwana amewaweka katika ulimwengu wa sasa. Sema imani. Uliza jirani yako, kuna kitu kweli unasikia? Soma katika 1 John 4:7. Unajua yanaweza kuwa tunapiga tu story. Pendo. Hoji moyo wako. Kwa nini unanyima mwenzako chumvi? Mbona unga imekataa gari na wewe unakataa? Hapa ni Nairobi. Hapa ni Kanairo. Jibani. Sema amen. Ndugu amekuja amekwambia sina fare, mwambie kwani mimi nilikuja kufanyia wewe, soma pamoja nami tuendelee kuja kufanyia wewe, jipange. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7. Wapenzi na mpendane. Wapenzi na mkapate kupendana. Haleluya. Amen. Hao ni Wakristo. Hao ni watendakazi pamoja na Bwana. Hao ni wateule wa Bwana. Ndio Bwana Mungu wa Israeli anawanenea ya kwamba salieni katika kutenda katika mamoja. Iweni na nia moja. Sema amen. Pendo lisiondoke katika kanisa. Pendo litakapokuwa limetoka itakuwa kama uwanja tu. Amen. Hello. Amen. Itakuwa tu kama uwanja wa mpira. Kwa kuwa pendo linatoka kwa Mungu. Pendo linatoka kwa Mungu. Usipokolea katika maombi, pendo la Bwana litakuwa ngumu kuwa pamoja na, maana pendo la Bwana linatoka kwa Bwana. Sema amen. Na lilo pendo ndilo linalotuwezesha sisi kuweza kuwa na utambuzi katika Yesu Kristo. Kwa hivyo ni lazima nikakolee katika maombi, ndipo nitakapokuwa na pendo la Bwana. Maana pasipokuwa na maombi ndani mwangu, sitaweza kuwa na pendo la Bwana. Amen. Je, dada yangu umekaukiwa mpaka pendo limetoka? Kwa hivyo linalosalia ni kuinukiana. Amenisema. Nalipita wakacheka. Nalipokuwa pale naliona wakiongea wakinyosha kidole. Hallelujah. Amen. Pendo linapokuwa ndani mwako hautakuwa na hofu ya kwamba walipocheka walicheka mimi. Hallelujah. Hello. Amen. Amen. Pendo linaondoa hofu. Amen. Hallelujah. Amen. Soma pamoja nami. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Anayependa amezaliwa na Kristo. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Lakini kama hauna pendo, basi wewe ni wa ibilisi. Je, ibilisi pia amemjiumbia mtu? Lakini kwa sababu ya tabia ya uasi inayopatikana ndani ya wana wa watu, imewafanya wametengwa pamoja na Kristo ambaye ndio baba yao. Wamekwisha wekwa mbali na Bwana. Basi wao tena wamekwisha tengwa na kufanywa wana wa ibilisi. Yaani wana wa mtu muasi. Hello. Amen. Kanisa la Bwana imetupasa tukapata kusalia na pendo, ili upendo huu utakapokuwa unatenda kazi ndani mwetu, basi sisi tuitimu na kutimilika kama na watoto wa Bwana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Maana pendo likikosekana ndani ya mtu, kinachosalia ni chuki na hofu. Hallelujah. Amen. Bali siku ya leo nahitaji ukaondoe chuki, ondoa hofu, ondoa kiburi, ondoa kujiona na kujivuna na kujiinua. Alika pendo. Soma pamoja nami. Naye anamjua Mungu. Naye huyo mtu anamjua Mungu. Mstari wa 8. Yes. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Yeye hakumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni upendo. Ni upendo. Mstari wa 9. Yes. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu. Maana katika haya pendo la Kristo limekwisha onekana kwetu. Kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee. Amemtuma mwana wake wa kipekee ulimwenguni, katika ulimwengu wa dhambi, ili tupate uzima, ili wakapate kuokolewa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kanisa la Bwana. Huyu jamaa alitumwa kwa ajili yetu.
Haleluya. Lakini sisi ambao walitumwa kwake, sisi ndio tunayemtoroka. Nimetumwa kwa nyumba yako, lakini unaponiona unafunga mlango unaenda. Hiyo ripoti itakufikia? Pana. Hello. Amen. Then tuwe na utambuzi ya kwamba kama alitumwa kwetu aje tuokoe, basi tusalie pale tuliko ili tukapokee ripoti na tusalie katika pendo la Bwana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Amen. Amen. Mambo haya Bwana anahitaji akapate kuwa katika mapana na marefu na kina, ili sisi tena tusipotee na kama na watu ambao hawajamjua Kristo, ila tuhitimu kama na watu ambao wamemjua Bwana. Kwa yule anayeandika, andika Yohana 15:9. Yohana 15:9, 12 na mstari wa 13. Yohana 13:34 na 35. Waefeso 5:1 na 2. Waraka wa Yohana wa kwanza 5:1 hadi 3. Waraka wa Yohana wa kwanza 5 mstari wa kwanza hadi 3. Twende kwa kifungu cha umoja, unity. Unity. Hapa ndugu, ninawasihi kwa upendo wake Yesu Kristo ya kwamba wakati wote wacha tukanene mamoja. Iwapo kuna jambo lolote ambalo Bwana ana haja kanisa likapate kufanya, tufanye katika mamoja. Kama kuna safari ambayo tunaenenda, tuenende katika mamoja. Ninawasihi kwa upendo wake Yesu Kristo ya kwamba tuwe katika limoja. Kama ni ibada, twende sisi sote katika pamoja, tukapige vita, tukapate ushindi kama na kanisa. Sema amen. Amen. Hapa nitaka nishukuru kanisa la Bwana ni kwa ajili ya kujisatiti katika viwango tukapate speaker ambayo tumeitarajia kwa muda, maana tuli expect date 24, that's 2023 tutakuwa nayo, lakini hapo hiyo wakati haikukuwa wakati wa Bwana. So leo ndio imekuwa wakati wa Bwana. Nilipokuwa ninapita katika vitabu mahali ambapo tulikuwa tunaandika maneno mawili matatu, kaona ya kwamba ilikuwa itendeke 2023, lakini imetembea hivyo mpaka 2025. Amen. Nikatambua ya kwamba 2025 ndio ilikuwa wakati wa Bwana. Hallelujah. Sema amen. Amen. Na imekuja katika nyumba ya Bwana pasipo hata mtu kuona uzito wowote. Simpe Bwana makofi mazuri. Wafilipi 2:1, soma pamoja nami ili tusikie Bwana anasema nini. Tunahitaji kumuita Bwana. Na Philippians 2:1. Filipi 2:1. Aha. Basi ikiwapo faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote, inapokuwa matulizo yoyote katika Bwana ya mapenzi, ikiwako ushirika wowote, inapokuwa na ushirika wowote katika Bwana wa roho ya Mungu, ikiwako huruma yoyote, inapokuwa huruma yoyote katika hema na Kristo. Aha. Ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja. Ijalizeni furaha yangu ili muweze kukua na nia moja kama na kanisa. Sema amen. Amen. Ya kwamba inapokuwa na matulizo, jambo ambalo Bwana akona haja nalo kwa ajili ya malango yake, ya kwamba pateni kujaliza furaha yangu katika nia moja, kauli moja, matendo mamoja, nia moja, mnapoenenda katika mamoja, ili neno la Kristo lisije likafungika wala zikazuilika, bali neno la Kristo likapate kuendelea na kusonga mbele.
Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Hili ndilo Bwana analisi kanisa, ya kwamba kiwepo kuna matulizo, iwepo kuna hali yoyote hata ya kujivuna, wacha Bwana Mungu wa Israeli ajitukuze katika umoja huo. Tunapojivunia kwa umoja kwamba tumehitimu, hilo ndilo Bwana analihitaji. Tunapojiinua ya kwamba Bwana wetu Mungu wa Israeli ametutendea, basi hilo ndilo Bwana anahitaji, maana tumeyatenda katika mamoja. Lakini sio mie kama mbele nikasimame na kusema ya kwamba nalifanya, nalikuwa. Halo. Amen. Iweni na nia moja, nia iliyokuwa ya Kristo. Soma pamoja na Wenye mapenzi mamoja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, wenye roho moja, mkinia mamoja, wakiwaza mamoja. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Yaani kanisa la Bwana wanapokuwa wametoa utaratibu ni ya kwamba tukafanye kivi ni kwa ajili ya nyumba ya Kristo, basi sisi sote tukatende na kama sauti ilivyosema, maana hivyo ndivyo Bwana Mungu wa Israeli alivyokusudia. Mpe Bwana makofi mazuri. Iweni na nia moja, mapendo mamoja, mkaenende katika njia moja, ni kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Yakiwemo na faraja yoyote, basi yatimilike katika ni moja. Yakiwemo na matulizo yoyote, yakawe katika moja. Yakawa na hali yote kaya majivuna wala yewayo yoyote, wache katendeke katika mamoja, ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Bwana Mungu wa Israeli ako na haja nyumba yake ama milki zake wakapate kuenenda katika mamoja. Halo. Amen. Sema amen. Amen. Maana Bwana Mungu wa Israeli, Biblia inasema ya kwamba wakati ule ambapo alipoacha mitume walisalia katika mmoja, wakihubiri injili katika imani moja. Haleluya. Vitu zao walifanya katika umoja, vilikuwa ushirika. Halo. Amen. Kanisa la Bwana anahitaji tukapate kuelewa jambo hili katika mapana. Sema amen. Amen. Na sio tu kwa sababu ya Kristo pekee, hata katika hali zote za maisha yetu ya kiasi walifanya katika mamoja, pasipo na kuangalia sheria. Halo. Amen. Anayetazama sheria yeye ameifia ile sheria. Lakini sisi Bwana ametuifia. Sio sisi ambao tumekufa. Bwana ameishi ndani mwetu. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo lote tunalolitenda tutende tukitambua ya kwamba aliye juu, ambaye ni Mwokozi wetu, anatulilia ya kwamba tutimilike katika limoja. Amen. Iwe katika malangoni petu, iwe popote pale ambapo tunapoketi, tunapoingia, wacha sisi tukaonyesha ya kwamba sisi ni watu ambao tumetambua na tunajua kile ambacho tunafanya. Tusije tukajichanganya na watu ambao hawana mwelekeo, bali wacha sisi tukazalishe mwelekeo mahali popote pale, ili wajue yakini ya kwamba watu ambao wameokoka wana utaratibu. Sema amen. Si ya kwamba mtu ameongoka anapokutana na watu wasioongoka basi yeye anafuata mitindo na kanuni na tabia na mienendo, bali wewe una nuru ndani mwako. Basi nuru hii inapofika katika giza basi ikang'ae, ili walio katika giza wakatambua kwamba mwanga umekwisha ingia, na ule mwanga ukapate kuongoza wakaone njia wakimfuata yeye. Lakini kuendaje siku ya leo ya kwamba hata nuru imekwisha kuwa giza? Halo. Je, nuru imekosa kuangaza, sasa imekuwa giza. Imeingia katika giza nene, sasa imekuwa giza totoro. Je, msalaba umebadilika? Je, Kristo amebadilika? Haleluya. Kanisa la Bwana, je, Kristo amebadilika? Tumekuwa Wayahudi ambao tunafanya Kristo kuwa Kristo wa masiku. Sema amen. Hata siku zenyewe zimetushinda, maana tumesema tutakuja sanda, hata sanda hatutaki. Sema amen. Je, kuna upendo pale? Kuna umoja pale? Kuna ushirika pale? Uliokolewa kwa sababu gani? Sema amen. Kwa nini ukasema nampenda Kristo ambaye unaenda kumkataa na siku tatu? Unaposusia mikutano umemkataa Bwana. Haleluya. Kukaa kwako mimi sikatai, kaa kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe kaa kwako. Lakini
Angalia, kwa nini mimi nilikubali huyu jamaa? Nilikubali nitamfuata. Sasa siku ya leo mbona simfuati? Hakuna pendo. Amen. Amen. Hakuna umoja, mimi sina ushirika na huyu mtu. Sinitangaze tu siku moja ya kwamba sasa mimi nimekuwa ndugu Barnaba, mimi sasa huyo jamaa wenu mimi nimemwacha. Yes. Sasa mimi ni wa Ibilisi official. Yes. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ili pendo letu lisiwe la unafiki. Umoja wetu usiwe wa unafiki. Halo? Amen. Kanisa la Bwana tukolee katika Bwana tukitambua ya kwamba mzao utatuletea shida. Mbingu tutalikosa. Hatuko hapa kwa sababu tuonekane kila siku tunajumuika. Ila tuko hapa tukapata kutengeneza matendo yetu ili siku ikifika tumuone Bwana. Na kama umekuja ukaonekane, basi unafanya kitu kibaya mahali pazuri. Hallelujah. Halo? Amen. Sema amen. Amen. Matendo ya Mitume 4:31 na 32. Atengeneza njia yangu na Bwana. Atengeneza njia yangu na Bwana. Bwana akija anikute tayari. Bwana. Matendo ya Mitume anikute 4:31-32. Hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika, mahali ambapo walipokuwa wamekusanyika, pakatingiswa, pakatikisika, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wote wakajaa Roho wa Bwana, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Wakanena neno la Kristo katika ujasiri mkubwa. Kwa sababu gani? Walikuwa katika nia moja, roho mmoja. Sema Amen. Kanisa la siku hizi limekwisha shindwa kutikiza misingi za maeneo. Ni kwa sababu hata katika kujumuika kwao hawana nia moja. Licha ya kuwa wamekusanyika katika kikundi kimoja, wanaitana katika jina, lakini sio ya kwamba wapo pale katika hiyo nia. Kila mmoja na nia yake. So uwepo wa Bwana, nguvu za Kristo zimekuwa ngumu, ni kwa ajili ya kutenda kazi. Ni kwa sababu nia zipo tofauti. Ya kwamba nia iwapo, basi jua yakini ya kwamba Bwana atatenda. Hello. Amen. Tukuje tukiwa na nia ya kumwabudu Bwana. Tukuje na nia ya kumtukuza Bwana. Tukuje na nia ya kumtafuta Bwana. Tukuje na nia ya kumuona Bwana. Hallelujah. Hello. Amen. Na nienda ni kwa sababu ni siku ya kwenda, wacha niende nikaonekane. Halo, sio kile ndivyo Bwana alivyotuita. Alituita tukapate kumwabudu. Haja tuite tuende tuhesabiwe ya kwamba register kajae leo wamekuwa 30, leo wamekuwa 100. La, Bwana hana haja na kundi, ana haja na mtu ambaye moyo wake unamcha Mungu. Amen. Kukuja kwangu hakufaidi kitu. Kunalo ni faidi ni ya kwamba, je, namtukuza Bwana kama na nilivyoagana naye? Je, natenda kama na nilivyomwambia nitatenda? Naenenda kama na nilivyoahidi ya kwamba nitaenenda? Utaratibu wa kiroho je, natimiza? Ama mimi nimekuja tu nikapate kuonekana? Ndugu yangu, dada yangu, majira na masaa inakataa. Wacha kujisumbua ukafurahishe mwanadamu, na Mungu wako amekwisha kukuacha. Rejea, heri ukarejea kwa Bwana. Amen. Amen. Tubu ya Bwana. Tubu. Hadi lini? Walipokuwa katika kusanyiko moja, masikini wakiwa katika kuomba, mali pale palipata kutikisika. Yani kanisa bado lipo katika roho moja, nia moja, wanatikisa maeneo, misingi zinatingika, miamba zinavunjika, waliofungwa wanafunguliwa, waliosetwa mateka wanawekwa huru, walionewa wanapata kibali. Ni kwa sababu Roho wa Bwana anatenda pamoja nao, nao wapo pamoja na Kristo, na nia yao ni kwa ajili ya kufanya Kristo ajulikane ya kwamba
yupo na uwezo. Amen. Hello. Amen. Si ya kwamba mimi nikaonekana nikiwa na beg toka kwa ploti, wanaojua ya kwamba anaenda kanisani. Sio hiyo. Je, moyo wangu unamtukuza Bwana? Je, moyo wangu unamhofu Bwana? Je, moyo wangu unamtii Kristo? Je, moyo wangu unamuinua Kristo? Je, moyo wangu uko pamoja na Bwana? Je, moyo wangu ngani unamwidhinisha Kristo? Hello. Amen. Nisikaduae katika hii safari huku ninasema ya kwamba mimi ninaenda mbinguni. Hauendi mbinguni, unaenda jehanamu. Nahitaji mtu wa Mungu kapate kuelewa matendo yako ni dhahiri ya kwamba unakoelekea sio mbinguni. Neno na mitindo zako ni dhahiri. Unalolitenda haliwezi kufaidisha kuona mbingu. Ndugu, wacha tukabadilishe. Dada, wacha tukabadilishe. Kijana, badilisha. Mtazamie Bwana, mtazamie Bwana. Bwana, kuna haja na watu ambao walio hodari ndani mwake. Maandiko inasema vipi? Ya kwamba tangia wakati wa Yohana hadi siku ya leo ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanao. Amen. Sio wazembevu, sio wale wanaotaka kubembezwa. No, hapana. Dada zanguni, let us get out of slumberland. Tumezinzia, imetosha. Amen. Sema amen. Amen. Tumezinzia ndugu zangu, imetosha. Situmrudie Bwana. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Hosea akaambiwa ya kwamba ukiniacha nami nitakuacha, ukinitafuta nami nitakutafuta. Na watu wangu wameangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Amen. Sasa maarifa ndio haya. Mpende Bwana na moyo wako wote. Wacha kuona ni kama ninapenda speed. Hallelujah. Amen. Utapata kama sasa mke wangu anasema wacha niende kwa sababu nisipoenda watasema mke wa askofu. Askofu? Mbinguni kuna askofu? Sema amen. Amen. Watoto wangu wasipokuja kwa kanisa, mimi nitabadilisha wokovu wangu. Manobaki. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Mbingu Bwana, mimi siwezi kuweka kwa mgongo. Nitakuwa mzigo, nitakwama. Yes. Hallelujah. Amen. Mume wangu awende, my friend, utakosa mbingu kwa sababu unang'ang'ana na mume. Ambia mume Bwana ni mbingu. Ambia mke nini ni mbingu. Sema amen. Amen. Piga hatua. Hello. Amen. Hai. Umemalizia 32. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho mmoja, wala hapana mmoja aliyesema kwa kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Hebu rudia kwa sauti ya juu. 32. Yes. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja, walikuwa na moyo mmoja na roho mmoja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali ya kwamba kiki nalicho nacho ni mali yangu mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Vitu vyote walifanya katika shirika, pasipo kuona ya kwamba mimi nalisapoti katika viwango vipi. Sema amen. Wacha kujisifia support ya ino dunia, support ufalme wa mbinguni ili Bwana Mungu wa Israeli akahubiriwe. Hello. Amen. Sema amen. Yaani chochote kile uwekacho mkono fanya kwa hodari, ukitambua ya kwamba unamfanyia Bwana. Amen. Ninapotoa shilingi 500 nimetoa kwa sababu ya Bwana. Hello. Sema amen. Hata wakitumia vibaya, wameitumia ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Wakienda watupe kwa barabara ikose kufanya kazi ambayo mimi nimetoa. Mimi nalitoa kwa sababu ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hello. Ninapotoa shilingi 50 nimetoa kwa sababu ya Bwana. Hello. Kanisa unanipata? Amen. So nitakapokuwa na utambuzi ya kwamba nililolitenda na litenda kwa sababu ya Bwana, hautasumbukana. Mbona unajisumbua kwa vitu vya Bwana?
Mbona unajaza maumivu ndani ya maisha yako? Ni kwa vitu vya Bwana. Sema amen. Amen. Dada huyu alinipita pasipo kunisalimia, mimi ni mtumishi. Sasa wewe uliitwa ukuje usalimiwe. Haleluya. Anaponipita amenuna, songa mbele, ombea dada. Yes. Mnyonge. Haleluya. Amen. Muombee dada, muombee ndugu. Mnyonge. Sema amen. Amen. Wacha kuhangaika kwa kazi ya Mungu. Haleluya. Unataka kufanya mpaka ya Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kristo Yesu ako na mfumo wake. Haleluya. Wacha kujiumiza akili kwa zile vitu ambavyo sio vyako. Amen. Mwambie Bwana, wewe wajua. Haleluya. Sema amen. Bwana, wewe wajua. Mimi kama mwanadamu sijui kwa nini haja nisalimia, kwa nini haja nitembelea. Bwana unajua, una sababu na malengo. Haleluya. Sema amen. Amen. Mambo mengine Bwana anakuwepesha na wewe unayalazimisha ya kukujia. Amen. Hello. Amen. Situokoke. Tumfuate huyu Bwana atujulishe mambo makubwa. Hello. Amen. Yeremia akawa katika hali asindofahamu, siri ikamuijilia, niite nami nitaitika. Hello. Yes. Akiwa katika dimbwi la matope, hawezi inua mguu, hawezi toka mahali pale, mwili umeganda, lakini sasa namuita Bwana katika lile dimbwi la matope. Siri. Muite Bwana, wacha kukauka. Hello. Amen. Acts of Apostles 2:44. Kanisa la Bwana tunahitaji kumrudia Bwana. Nitume Bwana, nitume. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 44. Sura ya pili mstari wa 44. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Na wote walioamini walikuwa katika mahali pamoja. Na kuwa na vitu vyote shirika. Walikuwa na vitu vyote katika kutenda kwa mamoja. Hadi 45. Wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Teremuka nifikishie pale 47, ni kama ni tamu kidogo. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, walidumu katika nyumba ya Bwana, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Sema amen. Haleluya. Lakini siku hizi unapoenda na ukule tena urudi ukule, ile ya mtoto unajua fulani ndiye anakujanga anakula kabla mtoto wangu atoke shule. Amen. Na tunasema tunaenda mbinguni. Twaenda mbinguni, twaenda mbinguni, twaenda mbinguni. Waimbaji wanamalizia aje hapo? Twaelekea kwa Baba. Lakini amesema hapa, dada alikuja na yeye amenizoea, yeye ndiye anakula ile ambayo ninaachia mtoto wangu akitoka shule. Amina. Amen. Halo. Amina. Sema amen. Amen. Hapa maandiko inasema ya kwamba jamii waaminio walisalia kudumu katika mlango kwa mlango. Sema amen. Amen. Unaona huduma huo ulikuwa mtamo katika viwango vipi? Sema amen. Amen. Wacha na tukabadili wapendwa. Haleluya. Tende katika mamoja na katika pendo. Amen. Amen. Amina. Mmoja unapodumu pendo pia niweze kuambatana naye. Haleluya. Amen. Amen. Sio mlango wangu, chakula ya mtoto wangu na nilichokuwa nimekiweka. Hapana. Sema amen. Wachana naye aende naye Mungu atamwamrisha mtu akapate kuleta. Maandiko imesema ya kwamba utaila mizabibu ambayo haujapanda. Utakunywa maji ya visima ambavyo wewe haujavichimba. Amen.
maana Bwana Mungu wa Israeli ataiamuru yaweze kuja mnapotenda katika mamoja. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amina. Warumi 12:16. Alafu mwingine amefungulia kitabu cha mwisho wa Korintho wa kwanza 1:10. Wa Korintho wa kwanza 1:10. Soma pamoja nami Warumi 12:16. 12:16 hadi 18. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi. Mkapatane nia zenu ninyi kwa ninyi kama Wakristo. Msinie yaliyo makuu. Usinie yaliye makuu katika upande wako. Usijione ya kwamba mimi ndio ninafaa tu katika vile viwango, hapana. Wakati mwingine hata pia wewe uwe mdogo. Lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Mkubali kujishughulisha na mambo yaliyo madogo, yaliyo madhaifu. Msiwe watu wa kujivunia akili. Usiwe mtu wa kujivunia akili zako. Msilipe mtu uovu kwa uovu. Usilipishe mtu mabaya kwa mabaya. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Mkaangalie yaliyo mema, ndiyo mtakayokolea ndani kama na jamii ya Wakristo. Kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Na ili muweze kukua katika amani na watu wote. Soma nami waraka wa 1 Corinthians 1:10. 1:10. Unity. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho. 1 mstari mdogo wa 10. Basi ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka. Sema amen. So Bwana analisi kanisa tunapozidi kudumu katika mambo mamoja, ya kwamba mnene mamoja wakati wote, wala kwenu kusiweze kukua na utofauti. Hilo ni kanisa ambalo linaenda mbinguni, kanisa lisilokuwa na nia mbili. Leo hii wanasema wanapofika pale wanasema lile, hapana, iweni na nia moja katika Kristo. Bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Nia moja tu na shauri moja, kama na mlivyopokea roho mmoja. Sema amen. Amen. Soma nami 12:12. Tuamuke katika miguu zetu. Nataka uangalie wokovu wako na kupeleka wapi. Wakorintho wa kwanza 12 mstari mdogo wa 12. Utasoma 14 na utasoma na 20. Hiyo 12. Soma. Mstari mdogo wa 14 mpaka 20. Kwa maana mwili si kiungo kimoja. Anzia 12 unaruka 14 unaruka 20. Nitasoma mstari mdogo wa 12. Maana kama vile mwili ni mmoja, na una viungo vingi, unao viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule, na vile viungo vya uno mwili navyo ni vingi, ni mwili mmoja, navyo ni vingi, lakini ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo, na vivyo hivyo na Kristo. 14 inasema, kwa maana mwili si kiungo kimoja, maana mwili sio kiungo kimoja, bali ni vingi, ni vingi. 20. Mstari wa 20. Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Yes. Na jicho haliwezi kukwambia mkono, sina haja na wewe. Wala tena kichwa hakiwezi kuambia mguu, sina haja na ninyi. Yes. Basi zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi, yahitajiwa zaidi. Yes.
Haleluya. Amen. Ya kwamba mwili huu ni mmoja lakini unaye viungo vingi. Una mkono, unalo pua. Ukiwa na wakati wako soma 12 kuanzia 12 mpaka 20. Uunganishe yote. Na sasa mkono hauwezi jitenga ya kwamba mimi kwa sababu nina uwezo wa kushika nitakuwa peke yangu. Utakuwa wapi? Ni lazima udumu kwa ule mwili. Mguu hauwezi jitenga. Sema amen. Maana ati mimi niko na uwezo wa kutembea sasa nitakuwa peke yangu. Ni lazima uwe katika ule mwili. Jicho nalo haliwezi sema kwa sababu niko na uwezo wa kuona sasa mimi naweza jitenga. Hapana, ni lazima uwe kwa ule mwili. Na pua vile vile hivyo na hata mdomo vile vile. Sema amen. Hivi vyote vimeungamanishwa kwa pamoja kwa ajili ya kutenda kazi katika pamoja. Sema amen. Na maanisha nini? Ya kwamba sisi tulio wengi tumeletwa kuwa pamoja hapa tuwe mtu mmoja. Sasa sio wawili bali mmoja katika Kristo ili kazi ya Bwana iweze kukua nyepesi. Sema amen. Haleluya. Yaani vile viumbe ambavyo vinaonekana kana kwamba ni vidhaifu hivyo ndivyo vilivyo na nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Maana Bwana anasema ya kwamba ameweza. Katika wito wetu tulipokuwa tunaitwa, sisi hatukukuwa watu wa elimu, hatukukuwa watu wa tabala, hatukukuwa watu wa viwango vya juu, ila Bwana Mungu wa Israeli alichukua vinyonge vilivyo katika ulimwengu ni kwa ajili ya kuaibisha vilivyo na uweza. Kwa hivyo siku na kama ya leo, dada yangu, ndugu yangu, usijione na kana kwamba wewe hauwezi, haufai. Wewe unaweza kujiona ya kwamba wewe ni mnyonge, lakini Bwana amevichagua vilivyo vinyonge kuaibisha vyenye nguvu. Katika viwango vyako jichakate katika Bwana. Katika viwango vyako muite Kristo Yesu. Katika viwango vyako mtumikie Bwana. Katika viwango vyako muite Bwana na muishie Bwana. Bwana Mungu wa Israeli hana ubaguzi. Ina haja na kukueleza ya kwamba tangia siku ya leo amefanya vile vinyonge kuwa vikuu na vile vyenye nguvu kuwa vinyonge ili akapate kuaibisha kile ambacho kina haja na kujikinae. Angalia msalaba wako. Nalolilia ni msalaba. Tusisonge mbele tukiwa tumeacha msalaba. Maandiko yanasema ya kwamba na kila kuchapo kila mmoja jitwike msalaba wake akapate kunifuata. Siku na kama ya leo, wewe uliacha msalaba, dada yangu, utafute uliuweka wapi. Kama ulioacha msalaba, ndugu yangu, utafute uliuacha wapi. Beba msalaba wako kila kuchao. Beba msalaba wako kila siku, kila dakika, kila sekunde. Ni kwa ajili ya kumwona Bwana. Karibu waimbaji ambao Bwana amepaka mafuta katika siku ya leo. Ni kwa ajili ya kumtukuza tu Bwana.